Wakati tunakuja kwa madhabahu, Mungu anatunenea binafsi. Hata kama tunamwabudu zote pamoja, tunamsifu zote pamoja, lakini ikifika ni Mungu kutunenea, anatunenea kila mtu binafsi. So go before God, mwambie Bwana, niko hapa kwa ajili yako. Siku ya Sunday Mungu alianza kutunenea about the precious blood of our Lord Jesus Christ, damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Na Mungu ni mwaminifu kwa sababu kuna ufunuo ambao ameendelea kutupa ambao utatusaidia katika wokovu na katika maisha haya ya wokovu. So tell God, minister to me. Mimi kama ni wewe singekuwa nimenyamaza. Mia Mungu, huu ndio wakati ambao unanifundisha, huu ndio wakati ambao unaniwezesha kupigana vita za kiroho, huu ndio wakati unaniwezesha nisikue wa kushindwa bali niwe wa kushinda, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Umetunganisha katika haya madhabahu ambayo tumekuinulia, ambayo imeitanishwa na jina lako. Madhabahu Bwana ambayo you have dedicated, ikuwe madhabahu matakatifu, madhabahu ya deliverance, madhabahu ya revival, na madhabahu ya kuangamiza wale wote ambao ni waovu na wale wote ambao wamejipeana kwa shetani, ndani na nje ya haya madhabahu, katika jina la Yesu. Na sisi Bwana, we are privileged ya kwamba tuko katika haya madhabahu ambayo unanena na unasaidia maisha yetu, katika jina la Yesu. Baba, tunapoenda kulipokea neno lako siku ya leo, tumefungua roho zetu, tumefungua mawazo yetu ya kimwili na ya kiroho, ili Bwana ukatufundishe, na yale ambayo unatufundisha ikue roho zetu ni mchanga ambao uko na rotuba, ambao neno lako likianguka kama mbegu itamea na kuzaa mazao mara 70 na mara 100 kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa sababu umekuwa ukituelekeza na ukituongoza. Tunakusifu na tunakuinua. Asante Yesu Kristo, kwa sababu umekuwa mtetezi wetu, umekuwa mtetezi mbele ya Mungu Baba. Tunakushukuru sana Yesu, ulikufa msalabani kwa ajili yetu na haujatuachilia. Asante Baba wa milele, kwa sababu ya upendo wako mwingi kwetu kama wanadamu ambao tulikuasi katika shamba la Edeni. Ukatutumia mwana wako Yesu Kristo, akafa msalabani kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante Baba kwa sababu ya upendo wa ajabu. Na kwa hivyo wakati tuko mbele zako siku ya leo, tunajipeana kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ili mkatuongoze, mkatuelekeze, mkatusaidie katika hii safari ya mbinguni, kupitia kwa nguvu na mamlaka niliyo nayo kama mtumishi wa Mungu na kwa haya madhabahu. Power and authority that I have as a son in the kingdom of God of heaven. Power and authority that I have as a bishop and the anointing of a bishop. Power and authority that's upon my spiritual authority. Power and authority that's upon the Holy Spirit of God. Kupitia kwa nguvu na mamlaka Yesu aliyopata baada ya kushinda kifo. Kupitia kwa nguvu na mamlaka iliyo na Mungu wetu wa mbinguni na madhabahu yake. Kupitia kwa nguvu na mamlaka iliyo na ufalme wa Mungu wetu wa mbinguni, na kupitia kwa moto wa Roho Mtakatifu, nimeshika mateka na nguvu zote za mapepo, all the demons and demonic powers and all the evil spirits zenye zimeandaliwa kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, kwa ajili ya neno la siku ya leo, ili tusielewe, ili tusilifanyishe kazi, ili tusahau tukilipokea. I arrest all those demons and demonic powers and evil spirits, and I destroy, cast and I send them away through the destructive fire of the Holy Spirit in the name of Jesus. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakualika ukaweze kunena nasi kwa njia ambayo tutaelewa, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen. Amen. Wale ambao wanatufuata online, ninawakaribisha kwa neno la Mungu siku ya leo, na Mungu awabariki sana. Tuko na scripture ambayo tulisoma siku ya Sunday, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Good. NIV. Verse 18, for you know that it was not with the perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb
without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him, you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Tuweze kuketi chini. So tulisoma maandiko and tunanena juu ya the precious blood of our Lord Jesus Christ, damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Na maandiko ambayo tumesoma inatuhakikishia, wakati nasema for you know, inatuhakikishia ya kwamba sisi tumekombolewa, na hatujakombolewa na vitu kama dhahabu na fedha ambazo zinaisha, lakini tumekombolewa na damu ya dhamana ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na siku ya Sunday tukasema ile sababu inafanya iitwe damu ya dhamana ni kwa sababu ni damu ya mwana wa Mungu ambayo haikuwa na dhambi ama dosari. Mungu Baba akatoa mwana wake wa pekee, akamwaga damu ambayo haikuwa na dosari ama dhambi kwa sababu ya ukombozi wetu. Na kwa hivyo inaendelea kutuhimiza ya kwamba huyo Yesu alichaguliwa wakati mwanadamu alitenda dhambi, alichaguliwa, na kutoka hapo kukaanza safari ya ukombozi wetu ambayo iliishia msalabani wakati Yesu alisema it is finished, yote yameisha. Na kile ambacho alikuwa anasema kimeisha ni mpangilio wa Mungu, the salvation plan for mankind, ambayo ilianza mwanadamu ama Adam alipotenda dhambi, akakula tunda ambalo alikuwa ameambiwa asikule, na akajipata ako uchi. Mungu mwenyewe akachinja kondoo, akamvalisha ngozi kufunika uchi, na hiyo ikaashiria kuja kwa Yesu msalabani, ambaye angekuja kama kondoo, mwana wa Mungu, pia kutukomboa. Na kwa hivyo wakati Yesu alienda kwa msalaba alisema it is finished, hiyo imekamilika. Asifiwe Kristo. Na Yesu akadhihirishwa wakati huu kwa ajili yetu. Na Sunday tulifanya kulinganisha damu iliyokuwa inamwagika ya mbuzi na ndume na damu ya Yesu iliyomwagika akiwa mwana kondoo wa Mungu. Na tukafanya hivyo, na nashukuru Mungu hata kwa sababu ya media team. Sasa wanatufanyia inakuwa rahisi hata kuelewa zaidi. Very beautiful work. So tuwapigie makofi. They are doing a good job. Alafu tukaanza kuangalia faida ambazo tunapata kutokana na damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Kuna kitu ambacho niliruka kwa sababu sikuwa nataka tukue confused. So nikaona sitachanganya, ndio kwanza tuweze kuelewa tofauti iliyoko baina ya damu ya Yesu ya dhamana na damu ambayo ilikuwa inatolewa wakati huo wa Musa, na pia damu ambayo inatolewa kimira, kwa sababu ndio hiyo. Hata wale ambao mnasikizanga wazee wa kiama wanasemanga Wakikuyu ni kama Waisraeli. Wahi kusikia wakisema hivyo? Na diposa wanalinganisha hizo mbuzi zenye zilikuwa zinachinjwa na zile wanachinja, hata kama inakuanga ni shortcut ya kuficha ushetani. Kuna kitu ambacho niliruka, the similarity between the two bloods. Sikutaka ilete confusion, lakini kuna kitu moja ambayo inalingana kwa hizo damu mbili. So the similarity.
In the book of Hebrews, chapter 12, verse 22 to 24, New King James, NKJV. Hebrews 12, verse 22. Yes, inasema, but you have come to my Mount Zion. Imeanza na the word but, kwa sababu hapo juu Biblia inatukumbusha vile wana wa Israeli waliitwa na Mungu na wakaambiwa wajitakaze kwa siku 3 waende wakakutana na Mungu kwa mlima. Na Biblia inaonyesha hata wakati baada ya kujiandaa kwa siku 3, wakati walienda kwa mlima, Mungu akaanza kuongea, walitoroka, wakaambia Musa, wewe sikiza, ukuje utuambie. So Biblia ilikuwa inasema hatuja kuja kwa huo mlima, lakini but you have come to my Mount Zion. Umekuja kwa mlima wa Zayuni, to the city of the living God, mji wa Mungu aliye mbinguni, the heavenly Jerusalem, Jerusalemu ya mbinguni, to an innumerable company of angels, kwa kikundi na ushirika wa malaika wengi. Verse 23, to the general assembly at the church of the firstborn who are registered in heaven. Tumekuja kwa mkusanyiko, kuungana kwa kanisa la Kristo ambaye ndiye mzaliwa wa kwanza, the firstborn, na yeye ndiye alifufuka wa kwanza. Tumekuja kwa hili kanisa la Kristo ambalo limenajiriwa, it is registered in heaven, to God the judge of all. Tumekuja kwa Mungu ambaye atahukumu kila mtu, to the spirits of just men made perfect, maroho ya wale ambao wametoka kwa huu ulimwengu, ambao waliishi wakiwa watakatifu, wale ambao wameenda mbele zetu. Kumbuka, kabla ya Yesu kuja, wale watu ambao walikuwa wanakufa wakiwa wateule walikuwa wanaenda kwa kifua ya Abrahamu. They used to go to the bosom of Abraham. Lakini wakati Yesu alikufa na akafufuka, inasemekana watu wenye walikuwa wamekufa walionekana wakitembea Jerusalem kwa muda, alafu wakatoweka. It was a transfer. Walikuwa wanatolewa kwa kifua ya Abraham, sasa wakaenda na Yesu. So Biblia inasema to the spirits of just men made perfect, wale ambao Mungu alifanyia kazi na wakakuwa wametakasika na wakaenda na Mungu na Yesu mbinguni. Sasa tumekusanyika, tumeingia kwa hiyo hesabu. Verse 24, to Jesus the mediator of the new covenant. Tumekuja kwa Yesu. Kumbuka hizo zote tu ni ile ya wale walienda kwa mlima wakatoroka, lakini sisi tumekuja kwa tu. So tumekuja kwa Yesu, to the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling. Yesu ndiye anasimamia, ndiye ameleta kwa mwili wake hii agano jipya, asiwe Kristo, na damu yake ya kunyunyizia, the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Damu ya Yesu ambayo ni ya kunyunyizia, ambayo inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abeli. Nimesema damu yote, ikue ni ya mbuzi, ikue ni ya ng'ombe, ikue ni ya Yesu, the precious blood, damu yote iko na sauti na damu yote inanena. So that is what is similar, that the blood of goats speak,
the blood of men, human, speak, and the precious blood of Jesus Christ speaks. Asifiwe Kristo. Biblia imepeana mfano wa damu ya Abeli, ambayo baada ya kuuawa na ndugu yake, Mungu alisema, ninasikia kilio ya damu ya ndugu yako. Hivyo ni kumaanisha kilio cha damu. Biblia haijasema nimesikia Abeli akilia akikufa. Hapana, Mungu alisema nimesikia kilio cha damu ya Abeli. Damu ya mtu inapolia inalia kulipishiwa. Every time the blood of man cries, it cries vengeance. And that is why tunasemanga, ukisikia kuna damu ya accident, watu wamekufa. Ukisikia kuna mtu ambaye ameuawa mahali fulani, as a person, chukua nafasi utubu. Kwa sababu kusipokuwa na mtu ambaye atasimama atubu, kuna mtu mwingine atakufa, kwa sababu hiyo damu itakuwa inalia kulipishwa. Tukiwa watoto na vijana, tukiwa kwetu, tulikuwa tunasikia ya kwamba Gatukuyu ni na hapa juu, tulikuwa tunasikia ya kwamba Gatukuyu kuna familia wanaua watu na wanakunywa damu, na hiyo jina ilikuwa inajulikana sana. Nikiwa huku around 2011, pastor moja akakuja akaniambia ako na dada yake ambaye ameolewa mahali fulani na anakaa kama wazimu, na akaniambia wachungaji wa Gatukuyu na kwingine wakikuja kumuombea anakuwa more violent, na kwa hivyo familia imekusanyika waokote pesa waite mchawi. Akakuja akaniambia, Reverend, sasa hizo nilikuwa Reverend, kwa sababu najua Mungu amekusaidia, kabla waendee mchawi sikuje usaidie dada yetu. Nikamwambia kwa sababu sio mimi nasaidiana na ni Mungu, sindijirete Mungu amsaidie. Tukaenda na tukaingia. Kuingia tu kwa gate tukaona dada yake yako pale amekaa, anaongea na watu wanacheka, lakini yako peke yake. Lakini kutani nikaona makaburi yenye niliweza kuhesabu, yenye ilikuwa haikuwa kwa nyasi. Ya kwanza niliona 7. Nikamuuliza kwani tuko wapi? Akataja ile jina nilikuwa nasikia nikiwa mtoto. Nikamwambia kwanza turudi kwa barabara. Unajua saa zingine ni vizuri kujipanga, inaitangwa tactical retreat. Mwambia kwanza tuende kwa barabara. Sasa niliconcern na mawazo yangu, nimeingia mahali ambapo nilikuwa nimesikia nikiwa mtoto ya kwamba hawa watu walikuwa wanauana na wanakunywa damu ya watu. Sasa nikaenda hapo, nikasikia Mungu amenitia nguvu, na nikasikia sasa niko tayari. Nikachukua silaha zangu. Tukipanda hivyo akaniambia, na ujue huko ndio Mungu wa Kifiro walikuwa wanakuja kufanyia licho zao. Sasa tena akaharibu hata zaidi. Kwa sababu aliniambia, unaona ile miti? Hata kuna nyugu yao hapo na hakuna mtu amewahi kuguza. Nikamwambia kabla tudilu na huyo mama, unajua sasa nimejijaza na ni ile unasema ukitoka tactical retreat urudi, sasa ni either utoboe ama ukufe. Hiyo inakuanga ni sawa. Hiyo ni vita. So nikamwambia kwanza tuachane na huyu, kwanza tuingie pale. Nikaenda, nilikuwa nimebeba maji na chumvi. Hizo ndizo silaha nilikuwa najua at that time. Nimeidedicate kama damu ya Yesu. Nikaenda nikimake declaration. Nikaenda, saa hiyo ninasema Mungu usiponisaidia huku sitoki. Nikaenda nikapata ile chini ya miti mahali kanyungu kalikuwa, nikakamwagilia maji na damu ya Yesu, nikakapiga mateke. Kumaliza nikasikia Mungu ameongea kwa hiyo kamsitu. Akaniambia, hebu bariki watu wa ile ng'ambo. Nikasema watu wa ile ng'ambo nimewabariki. Hebu bariki watu wa hii saidi, nikawabariki. Nikabariki hawa, nikabariki Gatukuyu yote. Nikamaliza kumwambia, sasa tukaone sister yako. Wakati tulienda kwa sister, nikamwekelea mkono.
Nikaona ameniangalia, nikamuuliza ni nini? Akasema wameenda, wamesema wewe ni mbaya. Halafu si niko sawa. Maombi ilikuwa ya dakika moja, akakombolewa. Na hata saa hii ukienda hapo Gatukuyu anauzanga kasoko iko hapo akiwa sawa. Haleluya. Asifiwe Kristo. Sasa hiyo story yote nimewapea ni hii. Wakiua watu na kule nje, hiyo damu ikilia kulipishwa ilikuwa inaua watu wa familia. So wanaua watu wa nje na wao familia inakufa. Because the blood of man will always cry for vengeance. Asifiwe Kristo. There are several types of rituals zenye zinafanyikanga na zinaweza fanywa na watu wa Mungu ama watu wa shetani. It depends unafanya ukiwa upande gani. One, rituals of water. Rituals of water. Unaweza kutumia maji ikiwa inafanywa na ufalme wa Mungu, inaitagwa ibada. Lakini ikiwa inafanywa na wachawi ama watu ambao sio wa Mungu, inaitagwa kafara. So maji inaweza kutumika na watu wa Mungu. Wakati ninachukua maji, ninaidedicate ikuwe damu ya Yesu, ninatumia ikiwa damu. Na wale ambao wanachinja mbuzi, wanaua watu nini, wanaitumia ikiwa damu fresh. Rituals of water, rituals of blood, rituals of soil. Kutumia mchanga, soil. Mchanga unasikia na unaona na unaongea. Mchanga. Na mchanga unaongea, unasema kile ambacho unataka iongee. Asiwe Kristo. Asiwe Kristo. Today we are receiving heavy stuff. Na ninaamini ya kwamba leo tutakombolewa sana. Na si lazima niwaite hapa niwaombee. But the information that God is going to give today ni ambayo itasaidia sana. Kama hujawahi nunua hii kitabu, it is called Victory Through Biblical Mysteries. Hii ndio kitabu ya kwanza niliandika. Although this one is a second edition. The first edition ilikuwa ya green. Kama hujawahi nunua hii kitabu, nunua na usome. Kwa sababu mambo kadhaa ambayo nitataja ni kutaja tu, lakini kwa hii kitabu imeguziwa sana. Asiwe Kristo. So kwa hizo rituals zote nimesema, nimetaja gapi? Nimesema ya maji, ya mchanga, ya damu, ya pesa, money, ya pesa, ya mishare, arus. Na ya mishare inashikana na pilipili. Wale watu ambao wanataka kufanya maisha yako ikuwe bita na wako katika ufalme wa shetani, wanachukuanga mshare pale kwa kichwa, wanapaka pilipili. Alafu akirusha anasema Wambui ndaguthecanda. Hiyo mshare iende kwa tumbo ya Wambui. Asiwe Kristo. Asiwe Kristo. Na hakuna kitu kwa hizo zote, hakuna kitu mbaya kama ritual ya damu. Sinimpe kaushuda kidogo. Last month ikianza, siku moja saa 9 ya usiku, Mungu aliniamsha akaniletea mchungaji fulani and the daughter, na sauti ikasema hawa wamepangwa kufa. A certain level out there, ninawajua. So niliandika message immediately, nikaandikia the daughter, because hivyo ndio nilisikia Mungu amenisaidia. Nikaandikia the daughter, nikamwambia ujipange ukuje Goigwa before 2 days are over.
Akatoka na huko Nyeri akakuja, nikamwambia vile niliona na vile Mungu aliniambia. Akaniambia, Bishop, hata kuna mambo haujui. Nikamwambia niambie. Akaniambia, number one, 10 years ago daktari aliconfirm na niko na picha ya kwamba sina uterus hata kidogo. Kwa hivyo yeye mambo ya kuolewa alikuwa amemaliza. Alafu akaniambia, number 2, kitu kingine haujui, mimi ninaangukanga, ile ya kuanguka na kutoa ulimi. Nikamwambia, sasa hiyo yote kwa sababu mimi sijui ni kwa nini umekuja. Tukimaliza kuomba tutakuwa na jawabu. Tukaanza kuomba, akamanifest ile mbaya, ile ya wale wana manifest alafu wanakuja ngumi. Akamanifest. Nikashika stepmother mwenye alikuwa amekufa sometimes back. Wakati nilishika stepmother, akaniambia, kwanza alikuwa ananiita Bishop, akaniambia, Bishop, huyu ni mimi nilitoa uterus. Kwa sababu hangekuja kwangu nimlee alafu apate watoto kwangu, alafu ndio nimwachanishe na baba yake. Nilitumia damu ya periods, nikaenda nikapaka gate na nikapaka hapo chini, akiingia aanguke. So alipoingia mara ya kwanza akapata kifafa, kaanza kuanguka. So walikuwa wamempangia in 3 months akuwa amekufa. So nikamwombea 1.5 hours akakuwa sawa. Nikamwambia, the first thing nataka ufanye kesho, uende kwa daktari, a good gynecologist, akufanye scan. Na kaniambia, unajua Bishop, ile confirmation ilifanywa, my auntie who is a gynecologist alikuwa pale na akaconfirm sina. Nikamwambia, sasa enda. After 3 days akanipigia simu, akaniambia, Bishop, nilienda na daktari aliniuliza ati ninasumbuliwa na nini, kwa sababu my uterus iko intact. Ilirudi yote, na kutoka leo kutoka that time mpaka sasa hajaanguka. Although nilienda kwao na nikazungusha baba yao, kwa sababu ni wale wachungaji wenye mambo ya deliverance wanaonanga kama ni drama. Nikamzungusha tu hivyo, nikadedicate hiyo gate tena, nikaimwagilia mafuta, hajaanguka tena. It was a ritual of blood. Asiwe Kristo. Hao ni watu wa shetani wanatumia hiyo. Hakuna watu wanaweza kuwa wakali kama wewe na mimi, nikijua ya kwamba nikichukua hii chupa ya maji nitumie mamlaka, ni dedicate kama damu ya Yesu Kristo, niende nimwaga mahali ama niitumie kwa njia yote, it acts as the blood of our Lord Jesus Christ. Wao wanaweza kuuana, sisi tunabeba tu chupa ya maji. Asiwe Kristo. Alafu soma ndani. Kuna siku moja kwa maombi na Reverend Grace, na katika hiyo maombi kukakuwa na manifestation. Pastor fulani chini, sini kumdeliver, wende kumdeliver. Mwenye aliongea ni one of the senior people wenye tunaheshimu sana. Mwenye hiyo Moshi, mwambie tumeshukuru kwa sababu ya Moshi. Mwenye aliongea ni mtu ambaye tunaheshimu sana. Unajua vile alisema? Aniita Bishop Kamau mchawi wa mchanga. Aliniita nini? Mchawi wa mchanga. Aha, nikasikia vizuri. Nikamuuliza, na nimekuwa mchawi aje? Akaniambia, hizo madhabahu unaenda ukiweka kila mahali, ukimwagaga vitu zingine unasema ni damu, unafikiria kuna mahali tunaweza kanyanga? Nikasema yes. Damu ya Yesu. Tunapojenga madhabahu, walisema sasa alikuwa anaenda hivi, anaona pale kuna madhabahu, anapitia hii. Hawana amani. Asiwe Kristo.
Arawazo mwadhani 2023 mimi na akina Bishop Mary tulienda to all the former provincial headquarters tukijenga madhabahu ya revival. Kuna moja iko coast kwa beach, na tulienda straight kutoka Nairobi kwa beach tukajenga, tukachukua safari straight mpaka Kakamega 850 kilometers. Ya Western iko Kakamega, ya Nyanza iko hapo town ya Kisumu, ya Rift Valley iko Nakuru pale juu kwa mlima, ya Eastern iko na kule chini Bere, ya Northeastern iko Garissa hapo kwa bridge, ya Central iko Nyeri. Na Mungu anakuanga na province 9. Kuna ingine inaitangwa Kenya and outside Kenya iko airport. Kenya yote is covered for revival. Na kila mahali tunasema damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. The most dangerous ritual is the ritual of blood. Damu ikiwa kwa mikono ya wachawi, ama maji ambayo Mkristo amededicate ameita damu ya Yesu ikiwa kwa mikono yake. Asifiwe Kristo. So there's a great secret of dedicating water as the precious blood of our Lord Jesus Christ. Na hiyo si lazima uniite nikuje ni dedicate. As long as unatumia nguvu na mamlaka utaweza kudedicate. Asifiwe sana. Si kwanza tuachie hapo, tuendelee na the benefits of the precious blood of our Lord Jesus Christ. Tulisema number 1, it guarantees the forgiveness of sins. Inatuhakikisha ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Number 2, inaleta ukombozi, redemption. Redeeming is buying back. Tulinunuliwa kutoka kwa dhambi na minyororo ya shetani na ufalme wa shetani, tukarudishwa kwa Mungu. Number 3, it has power to cleanse. Sasa hiyo hauna, andika sasa. It has power to cleanse. Damu ya Yesu iko na nguvu za kusafisha. Hebrews chapter 9 verse 14. Wahibrania 9 mstari wa 14. Biblia inasema how much more. Hivyo ni kumaanisha inaongea juu ya hizo damu zingine ambazo ziko hapo. Lakini nasema how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. Itakuwa zaidi aje damu ya Yesu Kristo, the precious blood, ambaye milele, kwa sababu si jambo ya kurudiwa, milele alijipiana yeye mwenyewe akiwa hana dosari kwa Mungu, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Inawezaje kusafisha dhamira yako, nafsi yako kutoka kwa matendo ya kifo, maisha kabla ya wokovu? Inaweza kukusafisha kutoka kwa hayo matendo ukaweze kumtumikia Mungu. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba damu ya Yesu inaosha, inatakaza. Na niseme hivi, hakuna mtu anakuja kwa Yesu akiwa malaika. Tunaweza kuwa hatukuwa tunajua ni nini ulikuwa unafanya. Kuna wengine tulikuwa tunaona ni walevi, kuna wengine tulitoa kwa usharati, kuna wengine walitoka kila mahali, lakini kuna wengine walikuja wakiwa looking holy, lakini hatukujua ama hatujui ni nini iko ndani yao. But whether inaonekana ama haionekani, ukikuja kwa Yesu anaanzanga ndani na nje, anakuosha. The blood, the precious blood of our Lord Jesus Christ cleanses us. Na ndio ninasema ukiona mtu ambaye bado kuna vitu hapa na pale anafanya, mpe time. Kuna damu ya Yesu ambayo inaendelea kufanya nini? Kusafisha na kutakaza. Kwa sababu hiyo kazi ya kusafisha na kutakaza haikuagi ya siku moja. Kwa sababu Yesu anakutakaza
vile unaendelea kumfungulia, because it cleanses the inside. Vile unaendelea kumfungulia ndio anaendelea kukutakaza. And that is why nilikuwa nimesema wakati umepita that salvation has 2 stages. Iko na level 2. Kuna kuokoka na kuna kukombolewa. Kuhonoka na kukuuru. Asiwe Kristo. So kuna mtu ambaye ameokoka na kona ushuhuda, lakini hajawahi kujipeana kwa Yesu akombolewe. Kukombolewa ni kama mmea ambao uko na mizizi, ing'olewe itoke na mchanga. Ukiweka mahali, kwa sababu bado iko na mchanga, utaona majani inaendelea tu kukua. Ni kwa sababu iko na nini? Iko na mchanga. Nao kukombolewa ni kama kulifalifo. Unaona vile na shake. Mchanga inatoka. Ikitoka mchanga, hiyo mmea inakauka. Asiwe Kristo. Si tumesoma imeng'olewa. Hiyo ni kuokolewa. Lakini imeng'olewa imekuja na mchanga. Hiyo mchanga lazima ishekiwe, lazima itingizwe ndio itoke, hiyo mmea isiendelee na kukua. Haleluya. Asiwe Kristo. Jesu naria kule medogo muno, wene amatogagia ngoro-inĩ ciao, mũtangĩriwa na mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we akama. Asiwe Kristo. Biblia inasema Yesu na wale wamekombolewa ni marafiki sana. Ni kwa nini Biblia haijaanza Yesu na wale wameokoka? Ni kwa sababu kukombolewa ni kumaanisha unaacha zile vitu ulikuwa unafanya. Unakuwa ukipandwa kwa shetani, tena hauwezi mea. Haleluya. Si umekubaliana na mimi hakuna mtu anaokolewa akiwa malaika? Na kwa hivyo tunapokuja ndio tuweze kuwa na urafiki na Yesu. Kile ambacho anafanya ni kutuosha. He cleanses us. Haleluya. Tunasafishwa kutokana na matendo ambayo tulikuwa tunatenda wakati tulikuwa wa ulimwengu. Mambo ambayo tulikuwa tunafanya ambayo ni chukizo kwa Mungu. Mambo ambayo haingefanya Roho Mtakatifu atembee na sisi. Tunaoshwa kutokana na hizo vitu. 1 John chapter 1 verse 7, barua ya kwanza ya Yohana 1 mstari wa 7, inasema, NKJV inasema, but if we walk in the right as he is in the right, we have fellowship with one another. Ya kwamba tukitembea kwa mwangaza kama vile yeye ako kwa mwangaza, tutakuwa na ushirika na moja na mwingine. And the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Na wakati huo tunatembea kwa mwangaza, nayo damu ya Yesu inaenda ikituosha kutokana na dhambi zote. Kwa hivyo tunasafika. Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrews chapter 9 verse 22. Kuna kitu hapa nataka uone. Inasema, Hebrews chapter 9 verse 22. Yes. Inasema, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith. Wacha tumkaribie na roho ambazo ziko na ukweli, na tukiwa tumehimizika ndani ya imani, having our hearts sprinkled from an evil conscience. Tukiwa na roho zetu zikiwa zimeoshwa kutokana na mawazo machafu, and our bodies washed with the pure water. Our hearts are sprinkled, our bodies are washed. Asiwe Kristo. Now, washing
is symbolic of spiritual purification. Spiritual purification. Hivyo ni kumaanisha wakati Biblia inasema tumeoshwa ama tumemwagiliwa maji, yote ni the same. Inasema we are being purified spiritually. Tunaoshwa, tunatakazwa kiroho. Asiwe Kristo. Na it represents a life that is continually cleansed. Ni maisha ya kukubali kuoshwa kila siku. Roho Mtakatifu akikuguzia jambo fulani, unakubali, unaoshwa. Roho Mtakatifu akikuguzia jambo fulani, unakubali, unaoshwa. We are cleansed continually. Tunaoshwa kila siku mpaka ile siku ambayo tutafika mbinguni. Asiwe Kristo. So, number 3 importance ya precious blood of our Lord Jesus Christ is that it cleanses us from all sin. Number 4, the precious blood of our Lord Jesus Christ gives us direct access to God. It gives us direct access to God. Inatupatia njia kamili bila vikwazo kuingia kwa Mungu ama kumfikia Mungu. Wahibrania 10 mstari wa 19 na 20, New King James, inasema, Hebrews 10 verse 19, inasema, therefore brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ. Kumbuka tulisema katika Agano la Kale hekalu ilikuwa na kitambaa yenye kuhani mkuu alikuwa anaingia na damu ya kondoo. Lakini Yesu mwenyewe mwili wake ulilaruliwa ukiwa the veil yenye ilikuwa inatufungulia kuingia mbele za Mungu. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba whatever we shall ask in his name, chochote ambacho tutaitisha na tutauliza kupitia kwa jina la Yesu Kristo tutapata. Why? Because the blood gives us direct access. Asifiwe Kristo. Unasikianga tukiomba, wewe na mimi na mwingine, tunataka kuomba Baba, lakini tunasemanga Father in the name of our Lord Jesus Christ. Wakati nasema Baba katika jina la Yesu, ni kusema Baba kupitia kwa access, kupitia kwa veil ya mwili wa Yesu nimekuja. Father in the name of Jesus Christ. Hivyo ni kumaanisha hiyo damu Yesu aliyomwaga, akararuliwa, akadungwa na miba kwa kichwa, akadungwa na mishare, akapigiliwa misumari. Hivyo mwili wake ulivyofanywa ilikuwa ni veil. Ilisimamia ile veil ilikuwa kwa hekalu, ikatupatia nafasi ya kuingia kwa Mungu. Asifiwe Kristo. So wale wa kitambo walikuwa wanaingia mahali panaitwa mtakatifu wa watakatifu, lakini sisi tunaingia kwa uwepo wa Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Asifiwe Kristo. Verse 20, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. Njia ambayo alitufanyia kupitia kwa mwili wake ambao ni kitambaa, it is the veil ile ambayo ilikuwa ikararuka. Na unaweza angalia the coincidence. Sorry to use that word, but I put it for our understanding. The coincidence. Biblia inasema wakati Yesu akiwa kwa msalaba alilia Eloi Eloi lama sabakthani. Imeandikwa kule chini kwa hekalu, kitambaa, that veil yenye ilikuwa kwa hekalu iliraruka kutoka juu mpaka chini. Ukisoma Biblia yako vizuri, kutoka juu mpaka chini. Mungu alikuwa amesema, alikuwa anasema kupitia kwa kifo cha mwana wangu msalabani. Na unajua Yesu alisulubiwa kwa mlima. Jerusalem is surrounded by mountain. Alisulubiwa mahali juu kwa mlima.
kule chini, akiwa pale juu kwa msalaba, kule chini kwa hekalu, kitambaa iliraruka kutoka juu mpaka chini, kumaanisha ya kwamba uhusiano wa mtu na Mungu umetoka kutoka juu mpaka kwa mtu. It was restored from God to man. Asifiwe Kristo. Hallelujah. The veil was a sign of separation between man and God. Na hiyo separation, hiyo kutengana kwa mtu na Mungu ilifanyika wakati Adamu alitenda dhambi katika shamba la Eden. Na hiyo ikasimamiwa kila wakati kulikuwa na hiyo veil. Ilikuwa ni dhihirisho ya kwamba the separation is still there. Na si kila mtu angeenda mbele za Bwana, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, tukapata access ya kwenda kwa Mungu. Kwa hivyo hata ukiwa shambani unaweza tu simama na useme Father in the name of Jesus. Unaweza ita Mungu kila mahali. Asiwe Kristo. Arogosoma nani? Unaweza ita mtu kila mahali. Kila mahali. Wale wameenda na ndege zile za masafa. Wacha hii ya Mombasa. Zile za masafa. Unajua ndege ikianza kupitia ocean hivyo, kule juu kuna kuanga na bumps. Bumps sio tu za hii barabara, hata kule juu, huko juu ya mawingu kuna kuanga na bumps. Wakati ndege imeanza kupitia kwa hizo bumps, kwa sababu ni pupu, wacha ifike mahali waseme pale mbele hatuwezi kupita, lazima turue attitude. Kurua attitude ni kumaanisha ndege iteremke kama mawe. Uliza Baba Jerry, atakwambia watu wakiwa kwa ndege wanaokokanga na wengine wanajikojorea. Huko kila mtu anaita Mungu wenye hata hajawaita. Thank God we can call him. Hata wakati tuko kwa ndege iko na huko juu, we got the access. Thank God ukiwa kwa jiko unaweza sema Baba katika jina la Yesu, you have access. Hao watu wa kitambo ndio waende kwa Mungu walikuwa wanaenda 3 times in a year, na inakuwa na safari ndefu sana ya kujitakaza. Lakini leo ukiamka asubuhi, hata kama hujatoka kwa blanketi, unasema Baba katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Yesu alipeana mwili wake ukararuliwa as a veil, tukapata access kwa Mungu. Tupigie Yesu makofi tukimwambia ni asante kwa sababu ya kile ambacho ulifanya. So this gives us the confidence that we can approach God at any time. Tunajua njia imefunguliwa, tunajua kitambaa imeondolewa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. So why deny yourself the access? Kwa nini ukae kama huendangi kwa Mungu na kitambaa kimeraruka? The precious blood of our Lord Jesus Christ gives us direct access to God. Number 5, the precious blood of our Lord Jesus Christ gives us victory over the enemy. Inatupatia ushindi kwa adui. Victory over the enemy. Kupitia kwa damu ya Yesu tunapata ushindi wa kushinda adui yetu. Ufunuo. Revelation chapter 12 verse 10 to 11. New King James. Hii ni mstari ambao kila Mkristo ako supposed kukuwa anaielewa. Binasema, then I heard a loud voice saying in heaven, nikasikia sauti kubwa ikisema mbinguni, now salvation and strength and the kingdom of our God. Ya kwamba sasa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu and the power of his Christ. Wale wanahubiri hiyo ni sermon mzima. Now the salvation and the strength
and the kingdom of our God and the power of his Christ has come. Zote zimekuja. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Kwa sababu yule ambaye kazi yake accuse, kustaki, kazi yake ni kustaki. Hata ukikohoa vibaya, shetani yako hapa kusema hebu sikia vile amekohoa, hebu ona vile amefanya, hebu ona vile amefanya. Bila sema ya kwamba amerushwa wapi? Chini. So that is the first point. Amerushwa chini. Abia jirani yako ako huku chini. Simwambie hivi, ako huku chini. The accuser of brethren has been thrown down here. Asiwe Kristo. Verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Hata kama shetani alirushwa huku chini, walimshinda kupitia kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa vinywa vyao. Kuna vitu mbili ambazo zitakusaidia kama wewe ni Mkristo serious. Number one, wakati mtu anakubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake, when you accept Jesus as Lord and Savior of your life, two things happen. Number one, you are marked. Unawekwa alama ya damu ya Yesu. Ile iliwekwa Misri. Unaona wakati waliambiwa wachinje mbuzi na waweke alama, ndio malaika wa kifo akikuja apite. Hiyo ndio alama inakuanga na Wakristo. Na kwa sababu Yesu atakuja kukanyanga matope tena, akikuja Biblia inasema tutamraki hewani. Ni damu ya Yesu itavutiwa na damu yenye the mark. Number two, tumesema hiyo damu inakuosha. So that is one thing. As long as you have the mark of the blood of Jesus Christ, na unajijua. And number two, the word of your testimony. Hiyo ushuhuda unaendanga ukisema nimeokoka na mimi ni zaidi ya mshindi. You confess the word of God. You confess the promises of God. Hiyo ndio inakupatia ushindi. Asifiwe Kristo. Arogoswo Mwathani. Ukijijua utaacha kwenda kama umeinama, kama wewe ni wa kuhurumiwa. Sema mimi ni zaidi ya mshindi, hata kama situation haionyeshi. Your confession is your possession. Asiwe Kristo. By the word of your testimony. Tulienda Goriva na tukapatia Deacon Jogona maombi ya kuombea nchi. Na akasema kutoka sasa mwenye anashida sana, na mwenye anashindwa sana. Nafanyika haifanyiki. Na hiyo inaendelea mpaka 2027. Mwenye anashida kabisa, na mwenye anashindwa anaenda nyumbani. They overcame by the word of their testimony. Maneno yenye utaongea iko na uhai na inaweza kujenga ama kubomoa. Asiwe Kristo. Wewe ukitaka kuwa mshindi, ongea ushindi hata kama circumstance haionyeshi ushindi. Asiwe Kristo. Wakati umegongwa na unasikia mguu umeumia, sema I am more than a conqueror in Christ Jesus. Afadhali umalize hiyo ulie, lakini umesema. Because they overcame by the word of their testimony. Ule ushuhuda unatoka kwa kinywa chako ndio unakuletea ushindi ama unafanya ushindwe. Asiwe Kristo. So shetani amerushwa huku na there is nothing we can do, and he is the accuser of brethren. But the good thing is they overcame. Walimshinda. Hivyo ni kumaanisha sisi ni washindi if the blood of Jesus Christ and the word of our testimonies tutazifanyisha kazi. Asiwe Kristo. Siulize jirani yako, kwa nini unasemanga tu vile umeshindwa na vile kumeharibika? The devil
is the accuser of brethren. Kazi ya shetani ni kutustaki mbele za Bwana. Na ndio nikasema last Sunday, nikasema as far as east is to the west, so has he forgiven our sins. Kwa hivyo mtu ambaye anakuja kukukumbusha kitu ya 10 years ago, nikasema wanashikananga na shetani. Why? Because the devil is the accuser of brethren. Mungu amekusamehe, mwingine anakuja kukukumbusha vile ulifanya. We are overcomers because we are washed by the blood of Jesus Christ, and we shall continue to confess positively concerning our lives. Asiwe Kristo. Wakati nimesema utajiri wa hii kanisa na haya madhabahu haujaenda mahali, niliona watu wameniangalia badala ya kusema amen. Asiwe Kristo. Hiyo unaweza kosa kuona, lakini mambo zingine ukisikia ninasema wewe sema amen, itakuwa tu nego tuweke huo, itakuwa tu ni hivyo. Asiwe Kristo. So the blood combined with the word of our testimony defeats Satan's accusation. Asiwe Kristo. And delivers believers from demonic influences. Sisi ndio tutakiri na vinywa vyetu. Ukiona ndugu fulani anaregea ni kama anataka kushindwa, usiende kumwambia wewe umebackslide. Mwambie uko katika hali ya kusaidiwa. Unamweka hamu na nguvu ya kuendelea. Asiwe Kristo. Because the devil is the one who accuses us, and he is the one who condemns us. Lakini Mungu wa mbinguni anatupeanga nafasi. Tumesema tunaoshwa siku baada ya siku. Asifiwe Kristo. Number 6, the blood of Jesus protects us from judgment. Damu ya Yesu inatukinga kutokana na hukumu. To protect us from judgment. Romans chapter 5 verse 8, New King James. Romans chapter 5 verse 8. The Bible says, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ya kwamba Mungu alidhihirisha upendo wake kwetu sisi, kwa sababu wakati tulikuwa wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Verse 9, much more then, having now been justified, na sasa tukiwa tumefanywa kuoshwa, sasa tumeitwa sio wenye dhambi tena, how much more shall we be saved from wrath through him? Kwa sababu tumeoshwa na damu ya Yesu. Si basi hiyo damu itatukinga kutokana na hasira na ghadhabu ya Mungu, ya wale ambao hawajaokoka, ya wale ambao wameokoka na bado wanafuata njia za shetani. Hao watu wanagojea hasira na ghadhabu ya Mungu. Lakini sisi ambao tumeoshwa na damu, hiyo damu inatuondolea the wrath, hasira, ghadhabu ya Mungu. So wakati tumeoshwa na damu ya Yesu, kuna kitu moja ambayo tuko nayo. Tunajua ya kwamba kuna mahali hatuwezi pitishwa. Kuna mahali tunakingwa kutokana na hasira ya Mungu, na anatuchukua kama watoto wake. Mtoto wako hata kama akiwa amefanya nini, huwezi kumchapa umuue. Hata kama utamchapa ukijua huyu ni mtoto wangu. Hivyo ndivyo Mungu anafanyanga. Anatuondoa kwa hiyo ghadhabu ya kuharibu, kumaliza. Hata kama atatuchukulia kiboko, anatuchukulia kiboko kama watoto wake. It saves us. Kwa sababu kila wakati anataka kufanya kitu, anaona damu ya mwanaye Yesu Kristo. Akitaka kukukasirikia, anaona damu ya mwanao Yesu Kristo. Shetani akienda kupeleka accusations, Mungu anaona tu damu ya mwanawe Yesu Kristo. Hakikisha hiyo damu
inaendelea kufanya kazi kwa maisha yako. Na ndio nikasema last time that the blood of Jesus Christ is still wet. We can always go to claim hiyo damu ituoshe na itutakaze. Asifiwe Kristo. So the blood of Jesus Christ is a shield from the wrath of God. Finally, it gives us assurance of eternal life. The blood of Jesus Christ gives us the assurance of eternal life. Inatuhakikishia ya kwamba tuko na uzima wa milele. Hebrews chapter 9 verse 11 and 12. Hebrews chapter 9 verse 11 and 12. Inasema, yes, New King James. But Christ came as a high priest of the good things to come. Yesu alikuja akiwa kuhani mkuu wa mambo mazuri ambayo inakuja. With a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Kulikuwa na hekalu ambayo ilikuwa imetengenezwa na vile Mungu alikuwa amesema, na vile David alikuwa ameambiwa vile Solomon ataitengeneza. Hiyo ilikuwa imetengenezwa na mikono ya watu, lakini yeye akakuja na ingine ambayo ni nzuri, ambayo ni mwili wake. Verse 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. Wale walikuja na damu ya kondoo na damu ya dume, wanaingia kwa watakatifu watakatifu, lakini yeye alikuja na damu yake mwenyewe na akaingia mbinguni. He entered heaven. Asiwe Kristo. But with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Hallelujah. Aliingia mara moja na ya mwisho, akiwa amehakikisha amenunua wokovu. Asiwe Kristo. Asiwe Kristo. Wakati Yesu alikuwa karibu kwenda, aliita the 11 disciples na akawaombea. Akawaombea. Na maombi ambayo aliomba, alisema, Baba, naombea hao. Alafu akaendelea akasema, na sio tu hawa peke yao, ni mpaka wale ambao wataamini kutokana na wao. Yesu alikuwa anamaanisha, mimi sitarudi tena kuokoa watu. Nimemaliza, nimewacha hapa hawa 11 na wengine wenye watafuata. Na akienda mbinguni akaambia Mungu, nitaleta bibi harusi. Noga inukia kanisa. Nitaleta kanisa. Na saa hizo anajua niliacha 18 na ngapi? Na moja. Kwa sababu alikuwa anajua kuna watu wa Christ Love wenye mtu akiokoka naye ata join team ya kuhubiria wengine ndio waokoke, ndio kanisa lenye Yesu alisema atapeleka mbinguni liendelee. And that is why Jesus in heaven anakuaga very particular na mtu mmoja ameokoka. Moja, Biblia inasema mbinguni biashara zote zinaisha, wa celebrate nani? Mtu mmoja. Alafu Biblia inasema how beautiful are the feet on the mountain ya wale wanapeleka injili. Hivyo ni kumaanisha Yesu akisikia mtu amesema Tuesday nitaenda door to door, wakati wanaanza pale kwa gate aroraga makinya, anaona wameelekea Tora, na anasema na hiyo nyayo ni sawa, lakini nyayo za kawaida zinakuanga na mchanga. Ni kweli ama si kweli? Si unakanyanga chini. Lakini hata ikiwa na mchanga ikielekea evangelism, nasema how beautiful. Ni kwa sababu he paid eternal redemption. Ilikuwa ya milele na milele. Unajua wakati tuko na gari ama uko na nyumba ama kitu unachukulia insurance. Unachukua insurance ndio in case ya ajali gharama isikuangukie. Wewe uko sure ati mimi nikiwa na hii gari kukifanyika kitu nitaita Jubilee ama whatever insurance, kwa sababu the vehicle is insured. Nayo wokovu, salvation gives us assurance that in case today I die, I will not perish. I will go to live with my Father. Why? Because there was eternal
redemption. Tulinunuliwa na damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Asiwe Kristo. So the blood of Jesus secures a permanent eternal inheritance. Tunajua ya kwamba tutaurithi uzima wa milele. It is an eternal inheritance. Kwa wale wote ambao wanamwamini, to all those who trust in him. Asiwe Kristo. So damu ya dhamana. Now you have the information. Na Mungu amenena na wewe na mimi ya kwamba kitu ambacho tumekuwa tukitaja bypassing iko na uzito. Iko na uzito. Na damu ya Yesu inafanya hiyo kazi yote. Inakuokoa, inakuondolea dhambi, inakukomboa kutoka kwa shetani, inaendelea kukusafisha. Hizo vitu zote tumesema, na finally inakuashua as long as umeishi na wokovu na unamwamini Mungu, uko na nafasi mbinguni. Asiwe Kristo. That is now the spiritual part. Na pia nimesema kama vile wachawi wanaua watu, wana cause accidents, wanafanya kile wanafanya ndio wamwage damu waipeleke kwa shetani, na sisi tunaweza chukua maji na tudedicate, tuseme ni damu ya Yesu. Asiwe Kristo. Kuna mtu alikuja akaniambia kuna watu wananipigia simu na wananiandikia message na niko na hofu. Akasema nimekuja uniombee kwa sababu sijui nitafanya nini. Nikamuuliza ungetaka kufanya nini? Mimi singetaka wanipigie simu tena, na singetaka nini. Mwambie hata sikuombei. Mwambie enda chukua maji, weka chumvi. Chumvi ni silaha ya Mungu ya kuondoa uovu. So when you mix water with salt, inakuwa a weapon. Nikamwambia enda, weka maji, weka chumvi maji, and then tumia authority. Udedicate hiyo maji kama damu ya Yesu. Weka mikono yako kwa hiyo maji. Alafu chukua simu yako, uiweke katikati ya mikono yako, useme simu yangu nimekukataza kuchukua network za kishetani. Hawaja waipiga tena leo. Kwa sababu network zao zikikuja zinapatanga simu imefichwa wapi? Imefichwa wapi? Kwa damu ya Yesu. Asiwe Kristo. Wale watu ambao wanahang nguo kwa line, unapata socks moja imeenda na ujui ilienda wapi. Hakuna socks inaweza fly away. Ni kumaanisha kuna mtu amechukua. Chukua hiyo ingine ama socks ingine yoyote, weka maji kwa karai na chumvi, iite damu ya Yesu. Tubukiza hiyo, useme hii simamie yenye walichukua. Utaipata kwa kamba. Kwa sababu inawachomanga. Hata kama haitakuja kwa kamba, unajua hawako nayo. Because uko na mamlaka ya kudedicate kitu iwe damu ya Yesu. Usiwahi lia ati nguo yako ilipotea ama nini. Hiyo type yenye ilipotea, weka maji kwa karai, na chumvi, itangaze damu ya Yesu. Weka hiyo hapo na useme imesimamia hiyo na zile zingine zote wamechukua. Wanaendaga kujipanga. Asiwe Kristo. Asiwe Kristo. Nimpe ushuhuda wa mwisho. Kuna mtu mmoja akakuja hapa. Kaniambia mimi naona nimeisha. Muuliza nini? Kaniambia nilienda mazishi. Wakaniambia uko wamenitolea sacrifice mpaka kwa kaburi. Kwa sababu kuna shamba alikuwa aende apewe huko ya shosho yake. Sasa walikuwa wanataka asiwahi rudi huko. So walikuwa wamemfanyia sacrifice ya kumuua. Na wanamwambia openly, wewe, kwa sababu nilikuwa nimemuombea na nikamwambia nimefanya jina lako upya na damu ya Yesu nini. Alipoenda wakamwambia hata kama ulibadilisha jina, wewe bado ni fulani. Si wanatafuta hiyo jina, kwa hiyo jina wanaona haiko kwa sababu ilisafishwa na ikakuwa renewed na damu ya Yesu.
wakamwambia tumekufanyia sacrifice mpaka kwa kaburi. Sasa akakuja kama analia, nikamwambia no, hii vita ni vita na ifanywe ikiwa vita. Akaniambia vile shosho yake anasema, mpaka ananiambia guka yake alikuwa amemwambia asipee shosho yake pesa. Nikamwambia tutaenda huko na tutaenda bila notice. Na nikamwambia ukitaka kupata watu nyumbani, tafuta ile siku wanavuna kahawa. Watu wanakuanga nyumbani. So tukaenda hiyo siku ya kuvuna kahawa. Kufika nina huko Nyeri. Kufika tukapata ndio wametokea. Kuingia tu kwa geti akaniambia ndio yule shosho. So tukaenda. Sasa hizo tukifika kwa geti tumetengeneza damu ya Yesu na tumejipaka. Kila mtu tukimsalimia hivyo, unaona ameanza story. So kaenda nikasalimia shosho na nikamwambia kama yeye ako na maneno nikimsalimia hata kubali tuingie kwa nyumba. So tulienda tukafika, nikamsalimia. Akasema haya tuko na wageni na nyumba hamwezi kuingia ni chafu. Kajua the first thing umeconfirm ni wewe. Sasa tukaongea tu tukiwa friendly. Tukaambia shosho, sasa tunajua hiyo shamba ndio hii. Na kuna one of the brothers ako upande huu. Tukamwambia shosho, unaweza tupeleka tukaone kwa fulani. Sasa kwa sababu anatetemeka akatuambia ndio. Si niko na maji iko na chupa. Alikuwa anafanya step na mwaga. Anafanya step na mwaga. Tulipofika karibu kumaliza tukamwambia hata ni bali wacha turudi. Akasema ni sawa. Tukarudi. So unajua tukienda alikataa tuingie kwa nyumba. Sasa tukakaa tu hapo. Nikamwambia sasa kwa sababu tuko karibu kwenda, utapea shosho yako pesa. Ananiambia hapana. Ukali niambia nisiwahi mpea pesa. Hiyo ndio ananiroga nayo. Nikamwambia utampea leo. Tukakaa tu pale na maji yetu 1000. Tukaiosha na maji ya chumvi. Tukasema tumeipaka damu ya Yesu. Tukaiweka hapo imekauka. Tunakula tu story. Nikamwambia mkue tayari. Wakati utaenda umpatie tu hivi, nitasema tuombe. Kaenda akamwambia shosho tunataka kuomba na nilikuwa na sukari yako. Shosho akashika, nikasema tushikane mikono tuombe. Akashikana na ile pesa. Na nikakuja karibu na yeye. Shosho alitetemeka. Nikaomba, nikagonga kila kitu alikuwa amesema. Nikasema huko hakuna mtu amekufa. Madhabihu zote za kaburi nimekanso. Zote. Tukamalizia. Mwambia sasa sisi tunaenda na tumeshukuru. Hata kachai ya kukua na tumeshukuru. Tukifika Jomoko, shosho alitafuta mtu akamwambia pigia fulani umwambie hata hii shamba hatuna vita nayo. Ile shamba yenye ilikuwa inataka wamuue. Shosho alisema hata hii shamba hatuna vita nayo. Why? Kwa sababu alishika pesa. Imeitwa nini? Imepakwa kitu kimededicatiwa kama damu ya Yesu. Why are we defeated? Asiwe Kristo. The precious blood of our Lord Jesus Christ is a weapon against evil. Na watu wa shetani hakuna kitu wanaweza kufanya. When you know this knowledge, when you have this knowledge, uko sawa. Asiwe Kristo. Wiki hii nimepata jina ingine. Wananiita terrorist. Asiwe sana. Wananiita terrorist. I baptize you as terrorist. Hamjasema amen. I baptize you as terrorist. Wacha tu terrorize ufalme wa shetani. Na ninasemaga usipopigana, as long as umeokoka uko kwa vita. Tikiro kama igoro. Tusimame. Mbele za Bwana. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Damu ya dhamana iliyomwagika msalabani. Damu ya Yesu inaponya. Asiwe Kristo. By the blood of Jesus Christ you have received your healing. Damu iko na faida nyingi. Tumetaja tu kadhaa. Iko na faida nyingi. Kupitia kwa damu ya Yesu tumepata uponyaji na mambo mengi na faida nyingi ambazo tunapata kwa damu ya Yesu. Sasa enda ufanye research ya hizo zingine. Justification, glorification, hizo zote ni faida za damu ya Yesu ya dhamana iliyomwagika msalabani. Si tukubaliane? Hautamaliza siku moja kama haujataja,
kama haujatumia damu ya Yesu Kristo. Asifiwe Kristo. Asifiwe Kristo. Ushuhuda wa mwisho. Asifiwe Kristo. Mzee mmoja wa Destiny ya Thika, rafiki yangu, mtoto wao wa mwisho, mama ya the wife alikuwa anakuja kuona mtoto. Si wanakujaga na wamama wa kijiji. Akanipigia akaniambia, Bishop, mimi niko na uoga na sijui kwa nini. Ninaona niwaambie wasikuje. Ambia hapana. Huwezi ambia mama asikuje kuona mtoto. Tafanya nini? Nikamwambia, wewe hiyo siku ikikaribia that day niambie. Akanipigia simu the previous day. Nikamwambia, it is easy. Tengeneza maji, weka chumvi, obea uite damu ya Yesu. Ukimaliza mwaga mita moja nje ya gate na mita moja ya ndani ya gate. Sema umeweka ukuta wa damu ya Yesu na mtu wote muovu asipite hapo. Kaniambia ni hivyo. Sawa. Akafanya hivyo. Walipoenda jioni akanipigia akiwa amecheka. Akaniambia, Bishop, walikuja Nissan 2 na wamama 6 hawakuingia kwa gate. Walirudi kwa barabara, wakachukua matatu wakarudi kwao. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Walipata ukuta wa damu ya Yesu. I told you, ritual ya damu ndio mbaya sana. Ikiwa imeshikwa na mtu ameokoka, una dedicate maji ikuwe nini? Damu. Na ikishikwa na mtu ambaye hajaokoka, anaua watu. It's very bad. Lakini yetu inashinda yao. Asiwe Kristo. Inua tu mikono yako na ushukuru Bwana. Kwa sababu Yesu alikuja akafa msalabani. Leo tutamshukuru tu. Yesu alikuja akafa msalabani, akamwaga damu, damu ya dhamana, damu ambayo inatuokoa, damu ambayo inatukomboa, damu ambayo imetusafisha, damu ambayo inatupa tumaini ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, ya kwamba tutarithi uzima wa milele. Damu ya Yesu ambayo inashinda shetani kwa niaba yetu. Damu ya dhamana ya Yesu Kristo inayotuponya magonjwa. Damu ya Yesu inayotutetea. Damu ya Yesu ambayo tukiita ufalme wa shetani unatetemeka. Tuko na silaha ambayo ni damu ya Yesu. Tuko na silaha ambayo ni damu ya Yesu ya dhamana iliyomwagika msalabani. Mwambie Bwana, nakushukuru kwa sababu ya damu yako. Katika jina la Yesu. Sio mshukuru Bwana ukimwambia Bwana, ni asanti, damu yako ya dhamana ilimwagika msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Sasa anza kusema, na hii damu I appropriate this damu, this blood. Hii damu ikaanza kufanya kazi kwa maisha yangu. Wewe ambao ni mgonjwa, sema kupitia kwa damu ya Yesu ninapokea uponyaji. Wewe ambaye shetani anaendelea kuaccuse, kukuonyesha haujaokoka, sema kupitia kwa damu ya Yesu nimeokoka, nimekombolewa. Sema kupitia kwa damu ya Yesu ninaoshwa kila siku. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Kiria kwamba unapokupitia kwa damu ya Yesu ya dhamana, wewe umekombolewa. You have been bought back from sin, from destruction. You have been bought back. Umenunuliwa, wewe ni mwana wa Mungu. The precious blood of our Lord Jesus Christ. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Damu ya dhamana ya mwanao Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Wakati tulikuwa wenye dhambi, ukamtuma mwanao Yesu Kristo, akaja akafa msalabani. Damu yake ambayo haikuwa na dhambi, ambayo haikuwa na dosari, ikamwagika kwa ajili yetu. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Baba, tunakushukuru kwa upendo wako, because you loved us even when we were yet sinners. Ulitupenda hata wakati tulikuwa wenye dhambi. Tunakushukuru Yesu, tunakushukuru. Ulikubali kuacha taji yako mbinguni. You left your crown in heaven. Ukaacha kiti chako cha enzi, your position in heaven, at the right hand of your Father. Ukatoka ukakuja, ukafa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Yesu, tunakushukuru sana. Hata kama ulikuwa na uwezo wa kuita malaika wa kukulinda, usiende kwa msalaba. Yesu Kristo, kwa sababu ya upendo, ukiwa na sisi,
kila moja kwa roho yako ukakubali kwenda kwa msalaba, ukateswa kwa ajili yetu na kwa niaba yetu, ukafa msalabani kwa ajili yetu. Dhambi zetu ukazibeba, vile tulikuwa ukazibeba, na siku ya leo tumeoshwa na tumetakazwa na hiyo damu na tumefanyika wana wa Mungu. Na sio tu kufanyika wana wa Mungu, tuko na uhakika, we have the assurance that it is eternal. Tumenunuliwa gharama ya milele ya kwamba tutaingia mbinguni. Baba, naombea kila mmoja wetu ya kwamba hiyo damu itaendelea kufanya kazi kwa maisha yetu, kwa hali zetu, in our lives and in our situations. Biblia imesema ya kwamba shetani alirushwa huku ulimwenguni, lakini kupitia kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, hiyo ya dhamana isiyo na dosari, na ushuhuda wa vinywa vyetu, tumemshinda. Ninanena ushindi kwa kila mmoja wetu. Yeyote ambaye amekuwa akinena kushindwa, I repent on your behalf, kwa sababu wewe sio wa kushindwa, wewe sio wa kuangamia, wewe sio wa kubackslider. Ninatangaza ushindi kwako, ya kwamba kupitia kwa damu ya Yesu na ushuhuda wa kinywa chako, pokea ushindi. The accuser of brethren has been defeated. Na shetani, unajua umeshindwa na damu ya Yesu Kristo na ushuhuda wetu. Asante Baba kwa kutufanya washindi. Thank you for making us victorious. Kupitia kwa damu yako iliyotuosha na alama ya damu ya Yesu na ushuhuda wa vinywa vyetu, I declare all of us, we are redeemed and we are more than conquerors in Christ Jesus. Kutoka siku ya leo, ninaombea roho ya kila mmoja wetu, tukafungue, tukakubalie Roho Mtakatifu wa Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo ya dhamana, akaendelee kutuosha, akaendelee kutuosha kila siku na kila wakati, tukaweze kufanana na kukaa vile Mungu angetaka tukue. I declare you are victorious. I declare you are victorious. As a family, you are victorious. As a church and as a denomination, we are victorious. Because the blood of Jesus, the precious blood, was shed to give us victory. Asante Bwana kwa sababu ya huo upendo. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen. Tupigie Yesu makofi. So Mungu atubariki sana. Sisi sio watu wa kawaida. Tuko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo inatupatia ujasiri wa kushinda. Kwa hivyo maombi yako sasa ongeza zile points umepata. Asiwe Kristo. May the Lord bless you. Kuna mtu ambaye angetaka kuokoka? Watu wa online, Mungu awabariki sana. Thank you for being with us. Kuna mtu ambaye angetaka kuokoka? Uko hapa hujaokoka ama